Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanzie na huko Bukavu ambako mtu mmoja kufariki kwa risasi, wengine kujeruhiwa vikali kwa mapanga na vitu vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya vitendo vya uvamizi vilivyoendeshwa na majambazi katika kata la Panzi mjini Bukavu siku ya kuamkia Jumanne ya tarehe 28 Oktoba 2025. Akizungumza na TV yako Bwana Christophe Tungwa, kiongozi wa kata la Panzi, ametoa picha kile kilichotokea kwa kiomba kwa vitengo husika na usalama kuwajibika. Usiku ya kwanza tariki 27 kukuchia siku ya pili tariki 28 mwezi huu na mwaka huu haikukuwa nzuri kwa wakaji wa kata Panzi. Kuna kuwa aveni ambazo zilikuwa sible ya warugaruga, ni aveni kama vile Mulume Munene ya pili, Mulungulungu ya ine, Jean Miro ya kwanza na Solidarite ya kwanza. Na warugaruga walinyanganya telefone, walipie mabutiki na walifikiria kulumiza watu kupitia mipanga ndani ya aveni Solidarite, aveni Jean Miro na aveni Mulungulungu. Na wahanga wanapatikana ndani ya hospital provincial general de référence de Panzi. Vile ndani ya aveni Mulume Munene ya pili, warugaruga walipiga masasi mingi sana, na kuna kwa mkaaji ambaye anaitwa kwa jina la Omeni Katembera. Yeye alipatwa na hiyo masasi na alipelekwa kwenye hospital general de référence de Bukavu, na kwa bahati mbaya alifariki kwa niveau ya essence major vango, ila mwili wake ulipelekwa kwenye morgue ya hospital. Kwa hiyo tunaomba kwa population yetu kudenoncer toujours wa mafeter, kwani inakuwa watoto ambao wanaikala ndani ya majamaa zetu. Vile tunaomba kukolabore na service za securite kama vile biro ya kata Panzi, la police na armée révolutionnaire congolaise. Kwa hiyo tunaomba kwa autorite wetu waangalie namna gani ya kurenforcer mesures sécuritaires ndani ya kata Panzi kwa jumla, kwani hakupite tena siku moja ama mbili bila kuenregistre kaza warugaruga ambao wanalumiza watu na kunyang'anya watu mali yao. Na huko Kilembwe ni kwamba kimetamatika siku ya pili ya tarehe 28 Oktoba kikao kikubwa cha usalama kilichojumuisha wamewasili makundi yenye silaha, jeshi la taifa FARDC na mashirika kiraia chini ya uongozi wa mkuu wa sekta Lulenge. Kikao kilicholenga kupata ufumbuzi juu ya mzozo unaendelea kati ya makundi ya wazalendo. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Isaac Mulucha Shibe. Ndiyo, Bwana Kilenga Mutabili watatu ni mwami wa Bashimimbi, akiwa miongoni mwa waliojumuika kwenye kikao hicho. Akitoa ripoti ya yale yaliyosemekana, ameanza kwanza kuomba kwa wazalendo kuwaheshimu wamewasili kama inavyohitajika. Amaisi ebalo kwa sai hapa nasema kwa niaba ya bashef kutimie bote balulenge, yani kuanzia ba chef de groupement, ba notable na ba sultani betu. Kwa ngambo yetu kuneno ambao tuliongea, njoo na shimamia hapa kusema yale ambao tulioona kati ya komanda Mbeele, komanda Landry, na kwa mambo ingine kidogo ambayo iko napita hapa kwa niaba ya wazalendo. Neno ya kwanza ambayo bami balienda kuona ni heshima ya shebami. Mobutu atatu mbote naisha. Ebal, nitangele juzi tuko tunasumbuka. Mbele ya sheku kusema tutalomba kwanza kwa kila komanda aambie batu yake hii raia yenyewe kwa hapa inatugarantire security. Kweli shebami hapa Lulenge atupezewe heshima yetu na nyi batoto wetu sawa gisi inavyohitajika. Tunaonaka kweli wakati ya yenyewe mko na bezo yetu, mnatuitaka kujina zetu. Nyie njo bababa, nyie njo kila kitu, nyie njo hiki na kile. Bababa tuko na njala, unaona batoto biko bengi,
ile saa tuko na heshima. Bazazi unaona hivi na hivi tuko na heshima. Lakini inform kishapata kile kenye mko nacho bezwe kwetu, mnatukaramukia. Kama nilisema tunasumbuka juu ya jambo juu tangia ile siku ya 6 hadi hivi telefoni zetu azilale bikao abiishe, lakini nigisi mnapenda na ndio gisi mko mnafanya. Kubakataza hivi tena nyinyi mnarudilia. Kubaambia hivi tena kile kile mnakataziwa na ndio kile mko mnafanya. Kumbe tutahitaji ya kwanza jubi tubikwe naongoka. Inabidi mtupatie heshima na mkwe mnasikia kile kenye tunasema. Kwa kuongezea, Kilenga Mutabili amesema kuwa ili kuepuka mizozo kama na hii ni shurti wami wa asili ndio wasimamie masuala ya udongo na kuomba kupunguzwa kwa viongozi wa wazalendo ambao wanaonekana kuchipuka na kuota kama uyoga. Neno yetu ya pili ni ile ambao tulisikia mnasema hivi, bami bienu vya mabudongo mko mnafatana nabyo na bietu vya kiaskari mko mnatoachia. Tulipenda kubaonesha hivi. Hakuna neno ya kiaskari yenye muisha kwa mwayo yenye tunaweza kubaachia, wala hakuna neno ya budongo yenye nyinyi mnaweza kwa mwayo yenye tutabaachia. Tunajua meme si mlilomba msamaha, lakini kila kitu kile kinatoka kikao sawa na hii. Maki ni neno yenye natoka ndani ya roho. Sisi tunajua mko batoto yetu. Kwanza ni ya kwanza, mko batoto yetu. Na kama mko batoto yetu ni sababu prise en charge yenu yote ingali mu mikono yetu. Mkubali, mkatale ile mnaijua. Hakuna mweko anajilisha sababu nyie bote gisi mko pale. Mungilisema tu aseme kila mtu na ile gundi yake kama mamilango ya mingi ishavunjika. Kwa leo mnakuwa natusema aseme mtu achie bietu. Neno yetu ya tatu ni juu ya makamba. Tunajua sagisi bengine balisha sema leo nakuwa huyu anachomoka anakuwa komanda. Kesho mwingine naye anaenda anakia na komisio yake, komisio d'affectation yake. Hapa cheo ziisha kutupita hadi kinani hadi hesabu. Hapa kwa komanda sektere kama ni batatu. Na ile sektere ni ile moja tu. Kuanzia wapi? Mpaka Kobokobo. Kuanzia hapa mpaka Kobokobo. Atujue sasa mareo d'action ya kile umoja kama batakuwa na kuwaka kwanza abiko kimoya. Mbote muile ile reo d'action. Mwishowe wazalendo wamehombwa kuto kutumia bunduki kama fursa ya kufanya biashara, huku msemaji huyo akitaja kuwa kwenye kikao hicho wote waliojumuika walikubaliana kuto kuongeza vizuizi vingine na kupangilia bei moja kwenye vizuizi vyote vya sekta ya Lulenge. Kweli tunahakikisha yenyele ingine magundi ilisema hii ni buchuruzi. Inakuwa ni kutafutia maisha kushika silaha. Mujina ya nini? Ya uzalendo. Naoma ese. Yaani mukartie vile biko makali lakini saa itaji inafanyika kutetea inchi. Abana kule. Kumbe kuhusu makamba tutaki tena ziongezeke. Labda kesho kunaweza zalika mwingine komanda naena anatuambia na mimi nipatie na mimi yangu kamba. Hatutaki tena ziongezeke. Na kwa hiyo makamba tunapenda tarifikasio ikuwe uniforme. Tuko tunasikiaka tanto maindombe kunalipishiwa 10,000. Kumabunga 25,000. Tubangoe 20,000. Kila mtu anakuwa na byake. Haina njoo mission ile. Mission ni ile msaada mupate ile nusu juu ya chakula kujere bale babiana benye mko napo. Na bingine byote bale benye biko yulu yenu bataangalia gisi shida kifika, bataangalia gisi ya kusaidia. Tarifikasio ziwe uniforme. Na kuhusu ile kamba juu ya ba passager na bami nao bali adopter le 1000 francs juu nyinyi mko naonaka tu aseme kamba iko hapa ni ile 1000 francs ndio atatosha. Il fallait voir kwenye kwa anatokea. Na huko Misisi ni kwa mbali ya usalama endelea kuimarika katika kijiji cha Misisi sekta Nganja, hivyo baada ya mgogoro kati ya makundi ya wazalendo. Shirika la raia hilo lataja kuwa jitihada zote zinafanyika kwa ngazi zote juu ya kutafuta amani. Kwake Dunia Floribe Dumsi, mratibu wa shirika jipya la raia ndani ya sekta Nganja, ameanza kwanza kutoa picha juu ya hali ilivyo kwa sasa. Toka ile siku ya 5 wakati watu waliweza kurushiana masasi kwenye kundi mbili ya wale wazalendo wa SNPCC na Bishate Bishambu, kama situation securitaire ilikuwa iko tandi. Activite zote zilikuwa ziko paralysee depuis ile siku ya 5, siku ya 6. Néanmoins kufika siku ya dimanche kulianza kuonekana mwangaza, activite zingine kujiretablir polepole baada tu ya wakuu viongozi wa majeshi kundi mbili zote, wale wa upande wa Mzee William ya Kutumba na upande wa Ngoma Nzito kuingilia kati swala na
baadhi ya viongozi wa FARDC. Hakika hali ilirudia katika ukawaida wake, na mpaka sasa hivi aktiviti zote zipo, amani ipo na raia wanafanya kazi zao vizuri. Umesema kwamba viongozi waliingilia kati swala hilo la mzozo kati ya makundi hayo. Unamaanisha kwa sasa wazalendo SNPCC pamoja na wale wa FABB wanachangia meza moja katika eneo ya Misisi? Ni kwamba kuingilia kati kwa wakuu viongozi kuliweza kushuhudiwa na delegation kubwa ambayo iliweza kutoka katika ngazi za juu. Mazungumzo ya kwanza yalifanyika hapo Lulimba jana, na siku ya leo nafikiri ndio ilikuwa imepangiliwa mazungumzo ya mwisho hapa Misisi. Ina maana ni hawa hizo kundi mbili waweze kukaa chini wayamalize na warudie katika hali ya ukawaida. Na maana kama ni hiyo meza waweze kuchangia meza moja, na hiyo kabisa hata nikupatie tu kwamba itawezekana, maana hatua zimeshachukuliwa. Kuna mikataba ambayo imechukuliwa na mikakati ambayo itashikiliwa kwa ajili ya hizi kundi zote mbili, kwa ajili ya kuweza kuendelea kuishi kwa amani salama na kuchunga raia na mali zake. Haiza kuhusu taarifa za kusema kuwa baada ya mzozo uliotokea pa Misisi, baadhi ya malida wa kabila la Kifuliru walianza kuzuiliwa. Dunia Floribe Dumsi amejibu yafuatayo. Ile taarifa ilikuwa ni mamenase ya maarestation arbitraire ambayo ilitaka kuonekana miongoni au kwa baadhi ya wa ndugu zetu wa moja wa Kifuliru, lakini kwa neema ya Mungu tumeingilia kati masuala hayo ya kuonesha kwamba mzozo haujatokana na habari ya ukabila, na kama ni vita sio vita vya ukabila. Ina maana kuna wale ambao kikundi fulani cha majeshi ambacho labda kilifanya insoumission ku ordre yenye zitoka ku mahierarchie yao, na ndio wale ambao walipigwa. Ina maana hapakuwa vita vya Mfuliru na Mubembe. Vile vile hakuna sababu yoyote ambayo inaweza kufanya akuwe miongoni mwa Wafuliru ambao watakuwa masibe, kunyanganywa, kufungwa pasina sababu zozote. Tuliingilia kati swala hilo, na kwa neema ya Mungu kabisa kila kitu kimeenda vizuri, na wale ambao walikuwa wameshashikiliwa waliachiliwa, isipokuwa tu kuna malalamiko baadhi ambayo bado yanabakilia. Unajua, wakati ya vurugo kila mtu anataka kufanya kile ambacho anafikiria kufanya. Ujumbe ambao tunakwenda kutoa kwanza ni kwa raia wote wanaotusikia kupitia masafa ya Radio Kivu, sema kwamba waweze kubaki kwa amani na salama na wafanye activities zao vizuri. Tunatoa tu ujumbe vile vile kuambia raia kwamba hakuna vita kati ya Wabembe na Wafuliru, maana sisi sote ni mtu mmoja. Na kwa upande wa vikundi vinavyoshikilia silaha, tunawaambia kwamba wajue mission na objective ya wao kushika silaha. Objective ni moja, kuweza kupigania udongo. Kwa hiyo waende kupigana mahali ambako adui anapatikana, na waache raia kufanya kazi zao vizuri kwa amani na salama. Huo ndio ujumbe ambao tunautoa kwa pande zote mbili, na huku vile vile tutaenda kuiza watu wabaya ambao wanakuwa na hali za uchochezi waache, maana wasije kuleta shida miongoni mwa watu wanaishi vizuri kama ndugu na marafiki. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Ninakushukuru wewe ambao unaendelea kutufuatilia vilivyo. Hii ni Fizi News 24 na ukujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda unaofaa. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.